mkuu wa TFF alikuwa katika agenda, sio? Ndio walikuwa wanamzungumzia hapa kwa sababu yeye mamlaka yake ya uamuzi kwenye eneo la uamuzi kwa ujumla wake. Kuna mtu TFF anaitwa Charles Ndagara. Okay. Waamuzi wa kimataifa wa zamani wa Tanzania. Huyu ndio desk officer wa waamuzi pale TFF. Mimi nikiwa pale, huyu alikuwa anaripoti kwangu. Alikuwa chini yangu pale, nafanya kazi. Akaondoka, amerudi tena anafanya pale pale. Sawa? Sasa huyu ni nani? Huyu pia ana serve kama katibu wa kamati ya waamuzi. Sawa? Hivi waamuzi wanapangwaje? Wanapangwa na kamati. Na huyu ndio katibu wake. Anakuwa sehemu ya watu wanaopanga. Of course huyu kwa kuwa kwake ni mfanyakazi wa secretariat. Yuko ndani pale TFF. Maana yake pia yuko chini ya katibu mkuu. Twende taratibu. Okay. Sasa waamuzi ukishapangwa wanapelekwa bodi ya ligi kwa ajili ya kuwaweka kwenye mechi. Wakishacheza mechi, ripoti zote za mechi zinakwenda kwenye bodi. Ndiko ambapo kuna kamati ya masaa 72, kamati ya uendeshaji wa ligi. Zamani ilikuwa ile kamati inahukumu as per kanuni. Sasa kwa sababu mle ndani kuna watu wa qualification tofauti lakini si wataalamu wa uamuzi. Twende taratibu. Wewe mkai unaweza kuwa na sifa, umeteuliwa kwenye ile kamati. Hansi, Evans, Jessica, ndani hapa Jeff, mpo mle kwa mambo ambayo wenyewe wanaoteua wamehisi nyinyi mko pale mnasaa, lakini hamna ule utaalamu moja kwa moja kuhusiana na waamuzi. So zamani ilikuwa watu wanaamua as per kanuni. Kanuni inasemaje? Zamani ukuta watu wanafungia waamuzi sana. Nakumbuka miezi 6, miezi 3, sio nini. Lakini kumtengeneza mwamuzi mmoja mpaka kuja kuwa mwamuzi wa FIFA, a FIFA referee, it takes years. Ukija ukimdrop once amefanya hiyo mistake, kwa sababu kanuni imesema ni mnampiga, maanake mnamwacha hata huko, hana fitness kwa hata kwenye mashindano ya kimataifa hawezi kuwa yuko sawa. Wakajigundua kwamba inawezekana kuna makosa yamefanyika, lakini kwa nini siwape wataalamu ndio waje kuamua? Kwa wale waamuzi wanapokosea kwenye mambo ya kiufundi yanapelekwa kwenye kamati ya waamuzi. Kamati ndio hapa kati imeacha kutuambia kwamba inafungiaje watu. Tunaona tu watu wamekuwa chini, hatuwaoni and blah blah. Zinaendelea. Ukimuuliza kaka yangu Nasr Hamdun ni mwalimu, anakuambia yupo lakini tumuone. Sawa? Wanajua wenyewe namna wanavyowaondoa. For instance, Kayoko alipocheza mechi ya kwanza ya dabi, hatukumuona kwa muda. Lakini tukiuliza kwamba yupo, hatukumuona. Karibu miezi 6. Ingekuwa wakati ule kwa yale makosa, maana watu wangemchapa miezi 6 tu. Haonekani kokote. Kayoko akaanza kuonekana yuko fourth official, mara siku zile mechi gani ya Ujerumani huko hivyo. Unaelewa? Mpaka amerudi kwenye ile hali yake. Sasa tulikuwa tunatakaje? Tunataka katibu mkuu aje aseme kwamba bwana huyu mtoe huyu, mweke huyu mtoe, hii kamati kazi yake ingekuwa nini? Sawa? Katibu mkuu, the same katibu mkuu alikuwepo katika Kayoko anaharibu kwenye mechi ya dabi. Sisi tunapigania mpira. Kwani hapa sisi tulikuja hapa tukasema kuhusu Kayoko alivyoharibu? Hakuna mtu ambaye alikuwa anapanda Kayoko. Juzi wakati wa risasi, sikia mtu anasema kuhusu risasi. Si ndio? Kwa nini tulisema siku ya Kayoko na tumesema wakati wa risasi? Kwa sababu sisi tunataka mpira uende sawa sawa. Lakini wewe ukichagua tu siku ya risasi, siku ya Kayoko kusema you are biased. Na wewe ukija kutuambia kwamba eti wewe unatakia heri mpira wa Tanzania, wewe ni muongo. Ulipaswa kuona hii tangu Kayoko anakosea ambapo it was in your favor. Then tungeamini kwamba wewe unapigania mpira. Jana Yanga katika mambo yao wamefanya presentation pia. Kwenye hiyo presentation wameonyesha namna Simba inavyopendelewa. Sio pendelewa dhidi ya JKT, pendelewa sio hapa siku ya 8, pendelewa
Yanga hajawahi kupendelewa. Ungekuwa wewe uko serious, ungeonyesha hao waamuzi wanakosea. Hata siku hizi tulipendelewa, hapa pia tulipendelewa, hapa tulipendelewa, then tunakaa tunasema yes. Jemedari Huyu ngoja malize, tunakuja hapo tu kwa hicho alichozungumza. Okay. Kwenye barua ambayo Yanga waliandika yenye hizo kurasa, makosa yote ya waamuzi msimu huu yamewekwa ya mechi zote. Okay. Kwa hiyo ina maana hata wao Yanga wanakiri kwamba kuna maamuzi yalifanyika kwenye mechi zao, kuna maamuzi mabovu yalifanyika kwenye mechi za Azam, kuna maamuzi mabovu yalifanyika kwenye mechi za Dodoma. Kwa ni sahihi kusema kwamba Yanga wanapambania mpira wa nchi, hata makosa yaliyotokea kwenye mechi zao yapo. Kwa sababu wewe Jeff unakubaliana na wanachokifanya waamuzi msimu huu. Asi, mimi ndio nilikuwa naongea. Wewe umeingiza usimuulize Jeff tena. Mimi ndio naongea. Wewe umeshamaliza maneno yako? Ameshamaliza. Okay, sawa. Mimi nazungumzia presentation ya jana. Isizungumzie 160 ngapi sio kurasa hizo. Mimi sizungumzie sio sehemu ya hapa siku mjadala. Na on the record hizo page 167 hakuna mtu mwingine yoyote hapa kati yetu ambaye amewahi kuziona ziko wapi. Sawa. So we cannot nazungumzia hatujawahi kukiona. Presentation ya jana ya Yanga ambao actually ndio barua yao baadaye. Wameprint ni kuja kwa barua. Katika hivyo vitu vilivyoonyeshwa hapo, hakukuonyeshwa wakati wao wanapendelewa. And we all know here kwamba wamewahi kupendelewa. Sio? Kama wao wamewahi kupendelewa na wewe unapigania mpira, tuambie basi. Kwamba hata hapa sisi tulipokuwa ilikuwa sawa. Sio? Then sisi tutakaa tuseme bwana huyu kweli anaupigania mpira. Sio? Yeah. Kwa hiyo hapo kulikuwa nataka niongezee. Jemedari umezungumza vizuri sana. Kama kuna haya makosa mengi yanajitokeza ya waamuzi kila kukicha, kina Kefa Kayombo. Kefa Kayombo huwa tunaona El Sasi amefungiwa, lakini Kefa Kayombo bado tu anatamba. Unajua mimi nataka kuuliza kitu kimoja na mimi. Mkai. Waliomfungia El Sasi. Ndio ambao hawajamfungia Kefa Kayombo. Yeah. Sawa. Ndio nimekwambia, sikuwahi kusema hapa neno. Sisi kwa macho yetu huyu kakosea. Hiyo kwa wataalamu huyu hajakosea. Jeff akanipa mfano mmoja Ndio. wa mwamuzi mmoja, was it from Zimbabwe au Zambia? Sikazo Zambia. Ambaye alimaliza mpira dakika 75. Yeah. Sawa. Na wakati huo ndo mwamuzi bora tuliye naye, moja kati ya waamuzi bora Afrika. Kwa yeye. Sawa. Ni kweli. Lakini sisi tulipata tabu kumuona yule mwamuzi anaendelea kuchezesha. Sawa. Na nakwambia kitu kingine hapa Mkai. Sasa hii ni eneo ambalo pia nimesimamia. Mimi waamuzi nimewasimamia kama msaidizi wa technical director. Tena kuna kuja kuripoti kwangu, unataka big flags, wanataka kitu gani, si kuna competence na kwenda kusimamia. Wanasafiri, najua nani anasafiri na anarudi. Kafu ukifanya makosa watakupa mechi nyingine. Okay. Watakupa na mechi nyingine kwa sababu they know makosa ni sehemu ya binadamu. Lakini kusema wewe sasa huna uwezo, they have to prove it. Unaelewa? Nakuelewa. Sasa zamani sisi tulikuwa nakwambia kamati ya masaa 72 iliamua kujitenga na hiyo kitu kwa sababu wewe siku hiyo wanakunyoa. Lakini kuna vitu vingi vya kuconsider. Ndio maana kafu unafanyia leo makosa, hawana tabu na wewe, wataanote kama ni makosa, then watakupa mechi nyingine. Wakikupa mechi nyingine, na wanasema huyu nilikuwa na malizia swali, nilikuwa nimaliza kidogo Kefa Kayombo. Kama malalamiko yanakuwa mengi hivi, alafu wewe upo kwenye hicho kiti na unawasimamia hao waamuzi, wewe ndio mwenye maamuzi ya mwisho, huoni kwamba hutoshi? Unapaswa kupisha watu wengine waje kukaa hapo? Ndio swali langu la msingi. Mimi nakusema sina shida na watu kulalamika. Sisi pia tunaona kwamba kuna makosa yanafanyika. Lakini hapa target yangu ni kidao. Swali langu linalenga kama maamuzi ya mwisho that kwa sababu sio mtaalamu. Okay. Kwa hiyo aliyepo chini yule uliyemtaja ana changamoto. Tunaweza kusema sio mtaalamu. Mimi nazungumza kamati, sio expert kwenye eneo la maamuzi, sio expert. Okay. Mimi nazungumzia kamati ambayo imeteuliwa, ina expertise wa top, ni marefari wa zamani wa top, tena mostly FIFA referees. Sawa? Hao ndio wanaofanya hayo maamuzi. Umeelewa vizuri? Nakuelewa. Sawa.
Why do you want katibu mkuu aondoke? Lakini zekana kamati huku ikawa inataka kufanya vitu vyake katika mpangilio ulio sahihi kitaalamu zaidi, kwa sababu wewe ni bosi mkubwa unasema hapana. Usijipe. Najaribu tu kulivutia taswira jemedari. Na mimi nataka niseme kitu. Sisi tunazungumzia hoja iliyopo mezani. Hoja yetu, huyu ana influence ya waamuzi. Sawa? So waamuzi wanataka kufanya afu wewe unakataa. Hii influence where does it come from? Mimi sawa. Lakini nikitaka kumaliza, nataka niwakumbushe watu kitu kimoja. Wadogo zangu kwenye hizi developed countries. Okay. Hizi nchi zetu zinazoendelea, sijui zinaitwa sijui developing countries. Hakuna sehemu, hakuna. Sisi tuna makampuni hapa. Kuna hii kampuni gani huru hapa? Tujiulize hapa. Ni mtu aliambia bwana, taja tu jina bwana. Hatutopewa invoice. Taja jina. Kampuni gani huru? Ikija invoice nitalipa mimi kwenye mshahara wangu. Kampuni gani huru? Mimi nakuuliza wewe mkali. Taja wewe, tukiambiwa tumeitangaza invoice itakuja kwangu. Labda hapo mimi nataka niongeze swali kwamba uhuru sasa hapo tunazungumzia hapo uhuru wa bodi ya ligi. Kwa tunamaanisha nini uhuru wa bodi ya ligi? Sababu nataka iwe kampuni. Wewe na Asi mlisema bodi ya ligi ya Uingereza ni huru, mmezungumza michambua bodi ya zilivyo uhuru. Uhuru si kama kampuni nyingine za kawaida. Kampuni gani kwenye nchi hii ambayo iko mnasema hii uhuru? Siniambie ndio swali langu hilo. Yaani uhuru wa vipi? Kama ambavyo tunataka bodi ya ligi uhuru kutoka kwenye influence ya serikali labda. Ndio, si uhuru hiyo. Hakuna hata moja, hakuna. Kampuni si zipo. Kampuni si zipo. Hiyo kampuni haijaundwa bado. Yaani iko hivi. Mfano mimi nataka kumalizia hoja yangu. Nataka kumaliza hoja yangu. Sijamaliza hoja. Sisi tunazijua hizo kampuni hapa Tanzania, hapa tusijui kampuni zozote sasa hivi. Au maana hii tena mshakuwa msijui kampuni jamani. Tunazijua. Sitaji hata moja tu. Mimi nataka mtu ataje kampuni moja tu. Yaani uhuru unaozungumzia ni upi? Uhuru upi ambao unaozungumzia? Fafanua. Kwani tulivyokuwa tunasema bodi ya ligi ya huru tulikuwa tunamaanisha nini? Kwamba hiyo ina maamuzi independent kutoka isiingiliwe na TFF, isiingiliwe na serikali, na wala ziwe timu mbili. Sisi imejitengeneza kama legal entity, iko peke yake, inafanya mambo yake yenyewe. Sio kama kampuni zingine. Si ndio? Kama kampuni zingine si Vodacom, si nini, si ndio? Au si you bent that. Si ndio? Hivi ni hapa ndugu zangu mnaamini kwamba hizo kampuni hizo ambazo ndio zipo huru zinafanya mambo yake huru? NGOs manake sisi ziko kwenye non-government organizations. No, sio NGOs. Tunasema tunazihitaji corporates, lakini kampuni yani Asaki sio private entities. Lakini hizi zote walioko kwenye mamlaka kama wana ya serikali wakitaka jambo lifanyike linafanyika. Nakuelewa. Sawa. Kwa sababu hii ni nchi. Sawa. As long as wewe umetoa kampuni yako, wewe umeform kampuni, una form under sheria ya nchi. Sawa. Kwa hiyo nchi itakuwa na sauti kwenye hilo jambo tu. Lakini jemedari, kwa nini ulikuwa unapigania bodi ya ligi iwe huru? Uhuru ambao wanauzungumzia watu. Sawa. Hapo ndio tumechanganya vitu viwili. Kuna simu kupigwa kutoka kwa mtu wa serikalini. Sawa. Na uhuru unaotajwa watu sana kuhusiana na bodi ya ligi. Ijiendeshe iwe legal entity. Kutoka sasa hivi bodi ya ligi ni chombo kilichoundwa na TFF kwa ajili ya kuziendesha ligi zake. Bodi ya ligi is not a legal entity. Sawa? Bodi ya ligi iko chini ya TFF. So watu wakisema uhuru, they mean iwe legal entity. Lakini utafikiri kwa bodi ya ligi ndio, kwani nani ambaye hatapokea simu kutoka serikalini? Si TFF ni legal entity. Unafikiri wapokea simu kutoka serikalini? Wanapokea. Kwa hiyo separation kutoka kwenye mikono ya TFF, it doesn't mean hautapokea simu kutoka TFF. Hizi ni nchi maskini bro.
Kwa nini upokee? Utapokea tu kwa nini wakupigie? Watakupigia. Kwa nini tunaendekeza hivyo vitu kwamba viwepo? Kwa nini sasa kama mnasema hivyo? Kwa nini juzi posema watu kupeleka kesi mahakamani walisema mambo ya kimpira na baki ya kimpira? How comes leo useme viongozi wanapiga ukuwepo jemedali? Hapo kidogo nataka wakipiga simu viongozi wa serikali, kwa nini wapokee? Sasa usipopokea simu ya kiongozi wa serikali unafanya kazi gani? Hatutaki kuendekeza hivyo vitu. Hapa kidogo maana maamuzi ya ajabu yanatokea. Unasema hapa hata hizi kampuni unazoziona zinapokea maelekeo. Unajua po. Mimi kuna vitu ambavyo nikinyosha mkono hivi naomba mnisikilize basi. Sawa, jemedari naomba finish kile ambacho ulikuwa unakizungumzia nihame kwa wengine. Yes, kwa hiyo nilikuwa nasema mimi si entertain viongozi wa serikali kupiga simu watu wapo. Lakini katika kila sehemu, kwenye kila hata sisi hapa tulipo, si kampuni binafsi zinajitegemea. You mean kwamba watu wa serikali hapa kama kuna chochote wana interest nacho hawezi kupiga simu? Wanapiga. Of course. Sawa. Na kwa hiyo wanapiga simu wanasema jemedari leo sema hivi. Yani wanapiga simu viongozi wa serikali wanakuambia jemedari leo sema hivi. Kwa mfano pale TFF, rais wake si Karia. Unajua hata ngoja jemedari niliweke sawa sawa. Sasa Karia anaongozwa na kanuni na sheria ambazo amejiwekea kwenye ile TFF. Sasa kana akajitokeza kiongozi mkubwa wa serikali, Karia anataka kwenda hivi, lakini anaambia hapana, usiende hivyo, nenda hivi. Nafikiri hapo itakuwa nimeeleweka. Hakuna mtu kwenye nchi yoyote ile anayeongoza taasisi yoyote hiyo ya binafsi ya kwake, sio hata Baresa. Sasa kupigiwa simu kaambia bwana kuna 1 2 3. Lakini hiyo na afya, hilo jambo liwe na afya. Lakini ni sio la kuvuruga jemedari. Jemedari asema mimi naelewa vizuri. Simuelewi vibaya. Mwenyekiti, naruhusiwa kuongea na mimi? Na mimi naruhusiwa kuongea, si ndio? Na issue ni nini? Sisi hapa tunachozungumza ndio ni kutoendekeza zana ambazo zimepitwa na wakati. Hicho mimi nitapinga. Kwamba viongozi wa serikali watapiga simu muda wote. Wapige simu kwenye kitu ambacho ni sahihi. Ametolea mfano hapa Crown Media. Ni kampuni binafsi. Akasema viongozi wa nchi wanaweza wakapiga simu. Ina maana viongozi wa serikali wanaweza kupiga simu hapa wakasema semeni leo Yanga wameshinda dhidi ya Simba wakati Simba alishinda jana. Nimetolea mfano. Hapa sasa nisikilize. Labda tukumbushe limewahi kutokea nisikilizeni basi, ni muda wangu wa kuongea. Nisikilizeni muda wangu wa kuongea. Nimetolea mfano. Ndio. Viongozi wa serikali hawawezi wakasema Crown Media semeni leo Yanga ameshinda dhidi ya Simba wakati umma unajua Simba ameshinda dhidi ya Yanga. Utapiga simu unasema kwa nini labda redio jana haikuwa hewani. Yaani kwenye vitu ambavyo vya msingi. Anachozungumza jemedari ndio kwamba viongozi hakuna sijui uhuru sijui viongozi lazima watapiga simu. Watapiga simu kwenye vitu ambavyo ni sahihi. Ndicho ninachomaanisha kusema kwamba bodi iwe chombo huru. Hakumaanisha kokote kwamba simu inapigwa ili kitu kibaya. Yafu ni muda wangu. Wewe utaongea. No, naweka rekodi sawa tu kwenye kile unachokisema. Wewe okay, sawa. Sasa ni hivi. Hili la uhuru wa bodi ya ligi kuna sehemu jemedari amezungumza kweli. Ambapo hii ni swala ambalo inabidi wakakae huko mkutano mkuu uweze ifutwe ile pale iliyopo hivi sasa, kwa sababu iliyopo Yanga hawaitaki. Yani Yanga hawataki kucheza. Mimi ninachotaka unasikia kwa mkae sababu Yanga. Mimi ninachotaka ni kwamba bodi ya ligi jitegemee, iwe na uhuru. Hatuwezi kuwa tunaendekeza kwamba lazima viongozi wa serikali watapiga kwamba hichi kifanyike wakati hakina usahihi. Tunaendekeza vitu ambavyo vinaua mpira wetu kwa kukalili vitu ambavyo vimekuwepo toka nyuma, kitu ambacho sio sahihi. You see, tumetolea mfano wa bodi ya EPL kwamba iko chini ya vilabu vyote 20 ambavyo vina sei moja, nguvu moja.
na ile bodi ipo kwa ajili ya kusimamia kanuni na sheria za ligi, lakini pia kutatua migogoro. Ina maana haingiliani na taasisi nyingine, yenyewe iko huru. Kwa hiyo leo inawezekana labda tukiwa na bodi ya ligi ambayo inajitegemea, inawezekana Karia akaiji ifanyike bodi kasema kuna muda na muelewa jemedari kwenye hii hoja. Unajua hivi ndio Uingereza, hii ni Tanzania. No, sasa sijui, lakini sasa nimesema neno moja zuri. Sasa wewe ngoja nikwambie, vitu vingi unaiga wapi? Sasa unaiga huko. Leo unaiga gegen pressing, sio unaiga nini, unatoa wapi? Kwa nini tujitofautishe kwamba wao ni Uingereza na sisi ndio tunaendekeza ujinga wa huu mpira ambao unatutafuna kila siku? Hiyo nakuelewa. Of course hatutakiwi kukariri kwamba hii ni Tanzania, hii ni Tanzania. Vitu vifanyika ambavyo vipo. Unashauri tuwe na timu 20. Tulikuwa nazo hizo. Kwa nini tumeondoka huko? Sasa tena umeleta mjadala wa Asi ameuliza tu. Tunaiga kutoka huko. Tuna watu na timu 20. Mbona tuna timu 16? Kwani ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwani ligi zote za Ulaya zina timu 20? Ndio maana umesolea mfano Uingereza. Iko hivi. Premier League kuna timu 20. Serie A kuna timu 20. Kwa nini sisi tuliondoka kwenye timu 20 kurudi kwenye timu 24 sio? No, yani sasa wewe umekuja na mjadala mwingine. Sasa issue si ni kuiga. Yani hapa tunazungumzia kuiga huko kwa watu. Ndio kitu ambacho wewe umekizungumza. Tunaiga kwa watu. Kwa hiyo wewe unapendekeza viongozi wa serikali wapige simu. Wewe una support. Sawa. Wewe una support sio? Mimi sijazungumza haya. Hilo ni jambo ambalo Mkai, mimi naomba kuna jambo niweke sawa. Unajua tusi confuse mambo. Sahihi kabisa. Yes. Hans, hakuna mtu yoyote ambaye anasema hapa kwamba serikali ama viongozi wake wanapiga simu kwa bodi ya ligi ili waharibu mambo. Watapiga. Hapa tunakuhudumia ulinzi wa miradi, ulinzi wa shughuli, ulinzi wa ofisi, ulinzi kwenye nyumba, ulinzi wa viwandani na mikusanyiko mikubwa, yani event security, bila kusahau ulinzi wa mbwa wenye mafunzo. Pia